Mtazamaji hujambo popote pale ulipo, karibu katika habari ya kutwa nzima leo kutoka hapa Charlton Plus. Tutakuwa nami Lulu Ali, lakini hapo baadaye tutakuja kujiunga na Esther Mtebe katika upande wa michezo na burudani akija hapa kutupasha zaidi. Mtazamaji karibu sote, na kwa kwanza tuanze na hili ambapo mwili wa aliyekuwa mbunge wa Isimani na waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu marehemu William Lukuvi wanatarajiwa kuagwa kesho Machi 27, 2026 katika viwanja vya bunge jijini Dodoma, kabla kuagwa tena jijini Dar es Salaam Machi 28 na baadaye kusafirishwa kwenda mkoani Iringa kwa mazishi yatakayofanyika Machi 31. Amani Mbando anatueleza. Ni siku ya pili kwa waombolezaji wanaofika nyumbani kwa marehemu mtaa wa Eriadi jijini hapa kwa ajili ya kusaini kitabu cha maombolezo na kuifariji familia baada ya kuondokewa na mpendwa wao marehemu William Lukuvi aliyefariki jana Machi 25 wakati akipatiwa matibabu katika hospitali ya rufaa ya Benjamin Mkapa. Akizungumza kwa niaba ya serikali baada ya kusaini kitabu cha maombolezo na kutoa pole kwa wanafamilia, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba ametoa wito kwa Watanzania kuendelea kumwombea marehemu apumzike kwa amani. Tumekutwa na jambo zito, gumu kulielewa, gumu kulipokea, lakini ndio limeshatufika. Mara zote kuondoka kwa mtu imekuwa siri, lakini mtakubaliana nami kwamba hii imekuwa siri zaidi, kwa sababu sote hatukutarajia na wala Mheshimiwa Waziri alikuwa tu kazini. Kwa hiyo ndio staili ambayo Mungu amemuita, tuendelee kumwombea. Kisha ratiba ya kuuaga mwili wa marehemu ikatolewa na Katibu Mkuu Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge, Uratibu na wenye ulemavu Dr. Jim Yonas, ambapo ameeleza kuwa utaagwa jijini Dodoma, Dar es Salaam na kisha Iringa ambapo utazikwa. Hapa Dodoma tunatarajia kuongozwa na Mheshimiwa Waziri Mkuu, na pia tunatarajia viongozi wa kitaifa watashiriki siku ya Jumamosi tarehe 28 kule Dar es Salaam. Na kwa kweli kwa namna ambavyo kiongozi wetu alivyokuwa mzalendo na ametumikia nchi yetu kwa muda mrefu, ni matarajio yetu kwamba sio tu viongozi, lakini vivyo hata wananchi wa kawaida ambao wameguswa na utendaji wake na huduma yake katika taifa letu watashiriki. Baadhi ya waombolezaji wakiwemo wabunge, mawaziri, ndugu na majirani wamemwelezea marehemu William Lukuvi kuwa kiongozi mchapakazi na mwenye kujali wananchi, wakisema mchango wake utaendelea kukumbukwa. Lakini namna ya pili ni uishi, baada ya kufariki uendelee kuishi, kwa maana yale ambayo uliyafanya yaendelee kubaki, watu wakikukumbuka nayo. Yapo mengi ambayo yataendelea kuishi kwa maana ya mchango wake ndani ya taifa letu. Lakini juzi tu, yani ile siku ya kabla hatujasikia taifa ya mauti, kumbuka alioniambia, tukazungumza, tukakumbatiana na akasema, bana wewe nakupongeza, unawatendea haki wana Mbeya, endelea hivyo hivyo. Kwa ndio neno la mwisho ambalo nakumbuka. Alikuwa ni mtu wa upendo, alikuwa ni mtu wa kusikiliza, alikuwa ni mtu wa kupokea ushauri. Hata kanisani kule Katoliki alikuwa ni mzee ambaye hana shida yote. Kwa ujumla tumepoteza jembe katika mtaa. Isitoshe mpaka serikali kuu. Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia imeingia makubaliano ya ushirikiano wa masomo na chuo kikuu cha Limerick cha nchini Ireland kupitia mpango wa Samia Scholarship, ambapo takriban wanafunzi 36 wa Kitanzania wanatarajiwa kupata fursa ya kusomea masuala ya sayansi ya data na akili unde. Witness Galawa anatueleza zaidi. Makubaliano hayo yamesainiwa na Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda pamoja na makamu rais wa chuo kikuu cha Limerick Profesa Colin Fitzpatrick, huku yakishuhudiwa na balozi wa Ireland nchini Tanzania Nicola Brennan. Akizungumza baada ya utiaji saini, Profesa Mkenda amesema mpango huo ni mwendelezo wa Samia Scholarship ambao unasimamiwa na COSTECH, ukilenga kuwawezesha wanafunzi waliofanya vizuri katika masomo ya sayansi kupata fursa ya kusoma kwenye vyuo vikuu nje ya nchi. Limerick ni chuo kizuri sana kama kilivyo Dublin, na sehemu kubwa ya sisi kuwapeleka kule na Johannesburg ni kwa sababu watakuwa wakisoma darasani na wanapata fursa ya kwenda kufanya kazi. Yaani unasoma alafu unachokisoma darasani unaenda kufanya kazi kwenye makampuni ya teknolojia. Katika utaratibu wa Samia Scholarship Extended tunaangalia zile scholarship nyingine zote ambazo tunazipata hapa Tanzania.
kuhakikisha kwamba tunazitumia kwanza kwa wale wanafunzi waliofanya vizuri sana darasani. Naye Balozi Nicola Brennan amesema makubaliano hayo yanaakisi ushirikiano uliopo kati ya Tanzania na Ireland, huku makamu rais wa chuo kikuu cha Limerick Profesa Fitzpatrick akieleza kuwa uwekezaji mkubwa wa Ireland kwenye sayansi na teknolojia utawasaidia vijana wa Kitanzania kupata ujuzi wa kisasa. The University of Limerick is one of Ireland's top-class, high-standard universities, and the Tanzanian students will be welcomed there with open arms. They will get very good academic exposure and expertise. They will get to work in industry as part of their studies. They will be studying science, technology, engineering, mathematics, artificial intelligence. So these students will be studying obviously in data science, artificial intelligence and in engineering. So they will get jobs in companies that specialize in these areas. So I said this could be like Dell, Intel, Analog Devices, Johnson & Johnson, Microsoft, you name it, all of the European headquarters for these tech companies in Ireland. And they're constantly putting pressure on the universities to deliver really talented students to them. Mimi ni Witness Ngalawa na hii ni Channel 10+. Na shukrani sana Witness Ngalawa kwa taarifa hiyo. Hospitali ya rufaa ya kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere maarufu Kwangwa imepokea vifaa tiba vya mama na mtoto vyenye thamani ya shilingi milioni 100 kutoka mfuko wa hifadhi ya jamii PSSSF, ikiwa ni jitihada za kuunga mkono hatua za serikali kwa vitendo katika utoaji wa huduma bora za matibabu kwa wananchi. Musa Makali ana taarifa zaidi. Wakati serikali ikiimarisha utoaji wa huduma za utalii tiba, yani kupokea wagonjwa kutoka nje ya nchi, katika hospitali hii ya kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere maarufu Kwangwa hapa mkoani Mara, wadau wanasema wanaunga mkono utoaji wa huduma bora na kupeleka tabasamu kwa wananchi kama ilivyo hitaji la Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Hospitali ya kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere vifaa tiba hivi kwenye thamani ya milioni 100. Lengo ni kuhakikisha kwamba kama unavyojigamba kwamba lengo ni kumsaidia Mheshimiwa Rais, lakini ionekane tunamsaidia kwa vitendo na sio kwa maneno. Katika vitu vitoa tumeangalia zaidi mama na mtoto. Sasa wakaangalia ni sehemu ambayo ni kauli mbiu na sehemu ambayo kwa muda mrefu kulikuwa na changamoto za vifaa tiba, lakini changamoto za matibabu mazuri. Kwa hiyo tumeona si kama mfuko tuanzie huku. Akipokea msaada huo, kaimu katibu tawala mkoa wa Mara Daktari Zablon Masatu amesema vifaa hivyo vinaenda kusaidia kwa kiasi kikubwa katika kitengo cha mama na mtoto na maeneo mengine ya kitiba, huku akisisitiza utunzaji wake. Endelea kumuunga mkono Mheshimiwa Rais kwa kuleta vifaa hivi, lakini vivyo mmeendelea kuboresha utoaji wa huduma kwenye hospitali zetu. Wenzetu ambao wanatoka mataifa ya jirani wanakuja kupata huduma ambazo ni bora kwenye nchi yetu ya Tanzania. Sasa na nyinyi PSSF mmetushika mkono katika hilo kuhakikisha kwamba huduma kwenye mkoa wetu wa Mara zinaendelea kutolewa, zinakuwa huduma bora. Na tabasamu katika maeneo haya ya hospitali ni kuhakikisha wagonjwa wanapata huduma stahiki. Kutoka hapa katika hospitali ya rufaa ya kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere maarufu Kwangwa hapa mkoani Mara, jina langu ni Musa Makali na hii ni Channel 10. Na mtazamaji, mashambulizi mawili ya drone katika mikoa ya Darfur na Kordofan nchini Sudan yameua takriban raia 28, ikiwa hayo yamearifiwa na wahudumu wa afya wa eneo hilo. Habari zinasema shambulizi moja limelenga soko katika mji wa Saraf Ombra jimboni Darfur Kaskazini na kuua watu 22 wakiwemo mtoto mchanga na kujeruhi wengine 17. Chanzo cha hospitali huko El Rahad kimeiambia shirika la habari la AFP kwamba miili 6 imepelekwa hospitalini humo na ikakilaumu kikosi cha wanamgambo wa RSF kwa kufanya shambulio hilo. Serikali imeendelea kutekeleza agizo la uanzishwaji wa kliniki ya utatuzi wa migogoro ya ardhi kwa wananchi, ikiwa ni awamu ya pili, hatua inayolenga kusogeza huduma karibu na jamii na kupunguza migogoro iliyodumu kwa muda mrefu katika wilaya ya Kigoma, ambapo migogoro 271 imepatiwa ufumbuzi. Tupate undani wa taarifa hii. Letu lile lilikuwa la mashamba ya asili. Siku moja tulivamiwa, vyakula vyetu viling'olewa, wakaweka makaburi. Nilitoa nyumbani kwangu Msimba na watoto. Sikujua yule mtu alibaki anauza kinyemera, anabaki anawauzia wananchi wapate simbo. Kaka yangu kauza nyumba zote mbili
mimi nakuja kutolewa kama mbwa kwenye hizo nyumba. Hayo ni baadhi ya malalamiko ya wananchi ambayo yamefikishwa wakati wa zoezi la utatuzi wa migogoro ya ardhi yaliyofanyika katika kiwanja cha Mwanga Community Center, Manispaa ya Kigoma Ujiji mkoani hapa. Hatuwezi kuwa tuna migogoro inaendelea tu mwaka mzima, miaka miwili, mitatu, minne. Katika kliniki hiyo kwa kipindi cha siku 6, zaidi ya migogoro ya ardhi 271 imesikilizwa na kupatiwa ufumbuzi. Na miongoni mwa migogoro hiyo ni eneo moja kuuzwa kwa zaidi ya mara moja, ulipaji wa fidia pamoja na upimaji na urasimishaji wa maeneo. 70% wengi walikuwa ni migogoro ya ardhi, hasa upande wa mipaka, upande wa mirathi, lakini pia na wananchi wachache ambao wanalalamikia maeneo ambao sisi kama serikali tumejenga shule. Viongozi wa serikali za mitaa wanakiri kwamba baadhi yao wamekuwa chanzo cha migogoro hiyo, huku wananchi wakipongeza serikali kuanzishwa kwa utaratibu huo. Wenye viti ambao sio waaminifu, anajua kabisa eneo hili Mzee Juma alimuuzia Mzee John na yeye akawa shahidi. Afu Mzee Juma anakuja tena na muuzia Mzee Jamani. Mwisho wa siku na kwenda kutengeneza migogoro. Tunamwomba Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya aendelee na kliniki hii ili kwa niaba ya wananchi wote wana migogoro ardhi waweze kutatuliwa migogoro yao. Mkuu wa wilaya Kigoma Dr. Rashid Chuachua hapa anatoa wito kwa wananchi kujitokeza kwenye zoezi hilo ili kutimiza azma ya utatuzi wa migogoro ya ardhi. Naendelea kutoa wito kwa wananchi wa Kigoma kuhudhuria kwenye kliniki hii kwa ajili ya kutatua changamoto za ardhi. Tuna imani kadiri tunazidi kutatua hizo changamoto zinapungua. Mwajabu Hoza, Channel 10, Kigoma. Shirika la uhamiaji la Umoja wa Mataifa IOM limesema wahamiaji 9 wamefariki dunia na 45 hawajulikani walipo baada ya boti au kuzama katika pwani ya Djibouti wiki hii. Chapisho la IOM kwenye mtandao wa X limesema ajali mbaya ya boti ilitokea usiku Machi wa 24 katika pwani ya Djibouti na kuwaua abiria 9 kati ya 320 na 45 hawajulikani walipo. Taarifa zinasema maelfu ya wahamiaji hutumia njia ya mashariki kutoka pembe Afrika hadi Ras Arabia kila mwaka kutafuta kazi kama vibarua au pia kufanya kazi za nyumba katika nchi tajiri za Ghuba. Hii ni mara nyingine ajali kutokea eneo hilo, huku mwaka jana ilirekodi vifo 922, hii ikiwa ni idadi maradufu ikilinganishwa na mwaka 2024. Jeshi la polisi mkoani Tabora limewataka wataalam wa tiba za asili kushirikiana kuwafichua na kuwachukulia hatua waganga wote wa kienyeji wanaofanya shughuli zao kinyume na taratibu, ikiwemo kupiga ramli chonganishi na kusababisha watu kufanyiana matukio ya kikatili. Mwandishi wetu Adela Moses kutoka mkoani Tabora anatuarifu zaidi. Hatua hiyo imekuja kufuatia kuibuka kwa vitendo vinavyodaiwa kufanywa na baadhi ya wataalamu hao, ikiwemo tukio la ukatili wa kijinsia katika kata ya Ipuli Manispaa ya Tabora. Kijana aliyefahamika kwa jina la Ibrahim Kitundu kumnyonyesha sehemu zake za siri mtoto wa miaka 7, ikielezwa kuwa alitumwa na mtaalamu wa tiba za asili ili apate utajiri. Hali hiyo imemlazimu kamanda wa polisi mkoa wa Tabora, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Richard Abwao kukutana na wataalamu hao kutoka katika wilaya mbalimbali za mkoa huu na kuweka mikakati madhubuti ya kudhibiti vitendo hivyo. Nafikiri mmesikia tukio ambalo tulitoa taarifa juzi, si ndio? Yule kijana baada ya kukamatwa anasema kwamba walielekezwa na mganga atafute kijana wa kiume amfanyie yale matendo. Akiambiwa kwamba akiahidiwa kwamba hayo ni masharti, akiyatekeleza atakuja kuwa star. Mganga bora unamwambia bwana kafanye kazi kwa bidii, kawe mbunifu, jitume. Lakini ukimwambia kwamba ukienda kumnyonyesha sehemu za siri mtoto wa kiume ndio utafanikiwa, huyo anatutengenezea watenda makosa. Kwa hiyo waganga wa aina hii tuwatambue, ambao wafuati masharti tuwabainishe ili wakamatwe na hatua zichukuliwe dhidi yao. Wanapokuwa na imani ambazo zinaenda kuleta uchochezi za upigaji wa ramli chonganishi, wanatupelekea kwenye matukio ya ukatili ambayo yanakwenda kufanyika kwenye jamii. Kwa hiyo mimi naomba kwa ujumla tukubaliane kwamba tunaenda kudhibiti matukio ya ukatili kwa kuhakikisha kwamba tunadhibiti waganga ambao hawafuati masharti ya vibali, waganga ambao wanafanya mambo yao kienyeji, wanapiga ramli chonganishi, tuwadhibiti. Katika hatua nyingine, kamanda Abwao amewataka wananchi kushirikiana kwa karibu na viongozi wa mitaa, hususan wenye viti wa mitaa, katika kuunda na kuimarisha vikundi vya ulinzi shirikishi, hatua ambayo inalenga kuongeza usalama, kuzuia uhalifu na kulinda maadili ndani ya jamii. Kwa hiyo mimi bado kilio changu ni kwa wenye viti wa vitongoji
tutengeneze vikundi vya ulinzi shirikishi, tuhakikishe kwamba kwenye kila kitongoji kinakuwa na kikundi cha ulinzi shirikishi. Kutoka hapa mkoani Tabora, Adela Moses, Channel 10. Kamanda wa polisi mkoani Lindi, kamishna msaidizi wa polisi ACP John Imore amewataka maafisa usafirishaji maarufu kama bodaboda wilayani Ruangwa mkoani humo kutojihusisha na vitendo vya uharibifu na kwamba wazingatie sheria na usalama barabarani, kwani usalama wa maisha yao ni muhimu zaidi. Taarifa zaidi na Aidan Mhando kutoka Lindi anatueleza. Kamanda Imori anasema hayo wakati wa hafla ya kuwatunuku vyeti maafisa hao usafirishaji mara baada ya kuhitimu mafunzo ya wiki 2 yaliyotolewa katika chuo cha VETA Ruangwa yenye lengo la kuwawezesha kupata leseni watakazozitumia katika kazi yao na kupunguza ajali za barabarani. Sisi jeshi la polisi kazi yetu kubwa ni kulinda maisha na mali za wananchi, lakini tunapofanya kazi hizo mara nyingi tunakuta tunakamata maafisa ya usafirishaji aidha wao wenyewe kushiriki kwenye uhalifu au bila kujua. Unashangaa wewe ndio unasomba mali za wizi. Mtu anakuambia twende tu na mzigo wangu. Sasa wewe huwezi kucheki. Kwa upande wake mkuu wa kikosi cha usalama barabarani mkoa wa Lindi akawa na haya ya kusema kwa maafisa hao usafirishaji. Wapo watu wanaishi wana miguu ya bandia, wapo watu wanaishi wana mikono ya bandia, wapo watu wanaishi wana meno ya bandia, na wako wengine tena kina dada wanaishi wana kope za bandia. Lakini mtaniambia hakuna mwenye kichwa cha bandia. Uongo kweli? Kwa hiyo niwaombe kupitia mafunzo haya tukazaliwe upya, tuhakikishe tunavaa elementi sisi na abiria wetu. Wasiopungua 300 kama na 50 wamehitimu kupitia hizi fani zetu, wamejiajiri na wengine wameajiriwa. Tumefundishwa, tumeelewa mafunzo haya na tutatekeleza kwa yale tulioambiwa. Jumla ya vijana 108 kati ya 200 wamepatiwa mafunzo na kutunukiwa vyeti kwa nyakati tofauti katika chuo hicho. Kutoka wilayani Ruangwa mkoani Lindi, Aidan Mhando, Channel 10. Na mtazamaji, kadiri upatikanaji wa mtandao unavyoongezeka nchini, ipo haja kuhakikisha wanawake na wasichana wanashiriki salama katika nafasi za mtandaoni bila hofu ya unyanyasaji au ukatili dhidi yao. Tafiti zinaonyesha kati ya wanawake vijana 10 nchini, 6 wamekumbwa na unyanyasaji mtandaoni, ambao 31% wamekumbwa na vitisho au picha zisizo na ridhaa yao, na 1 kati ya 4 amepunguza matumizi ya mtandao kwa sababu ya ukatili huo. Dorcas Ramos anatueleza. Ni mkutano wa kwanza wa kitaifa uliokutanisha wataalam kuangalia viashiria vya ukatili wa kijinsia vinavyofanyika kupitia teknolojia TFGBV, ambapo utafiti uliofanywa na shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia idadi ya watu UNFPA Tanzania bara na Zanzibar wa kutambua ni kwa kiasi gani tatizo la udhalilishaji wa kimtandao ni kubwa hapa nchini, kwa kuangalia sera, sheria ikiwa zina uwezo wa kushughulikia ukatili huo uliwasilishwa. Sheria zipo, lakini kama zimetawanyika kila mahala. Utakuta TCRA wana sheria kwao, lakini haiendi moja kwa moja kwenye TFGBV. Ukienda kwenye criminal code unakuta kwamba na kwenyewe kuna sheria, lakini haiendi moja kwa moja kwa technology facilitated gender based violence. Ni jukumu la kila mmoja kuhakikisha kwamba anaweza kuzuia matumizi mabaya ya mitandao, matumizi mabaya ya teknolojia, hasa kwa watoto. Kuna wimbi kubwa la waathirika ambao ni watoto wa kike, na mitandao hii inatakiwa niwe msaada, inatakiwa iwe ni chanzo cha kuwainua hawa mabinti. Mkutano huo ulioandaliwa na shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia idadi ya watu UNFPA kwa kushirikiana na CSEMA chini ya mpango wa Chaguo Langu wa Kiangu kwa ufadhili wa Finland umefunguliwa na Katibu Mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Watoto, Abeda Rashid Abdalla, ambaye amesema teknolojia inapaswa kuwa chombo cha kuwawezesha watu na sio jukwaa la kuumiza. Ukatili wa kijinsia unaendelea kuwa mojawapo ya ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu, sote tunafahamu, na Tanzania pia haijaachwa nyuma, na hii ni changamoto. One single harmful post or altered image can go viral in seconds, leaving lasting digital harm that traditional justice systems often cannot address. Dorcas Ramos, Channel 10.
Mkuu wa mkoa wa Iringa Kheri James amewataka wakuu wa shule za sekondari kuwachacha mabadiliko ya kifikra kwa wanafunzi kwa kuweka juhudi katika utoaji wa elimu bora, akisisitiza umuhimu wa elimu inayozingatia maadili na kuendana na mahitaji halisi ya dunia ya sasa. Amesema hayo wakati wa ufunguzi wa kikao cha umoja wa wakuu wa shule za sekondari TAHOSA mkoa wa Iringa. Clement Sanga anatueleza. Amesema wakuu wa shule za sekondari wana wajibu mkubwa wa kusimamia kwa ufanisi maendeleo ya elimu pamoja na malezi ya wanafunzi katika shule zao ili kuhakikisha wanapata maarifa yaliyo sahihi sambamba na maadili mema yatakayowawezesha kuwa raia bora hapo baadaye. Ukijua namna ya kuishi na jamii ambayo shule yako iko ndani yake na ukasaidia uwepo wa shule yako kufanya mabadiliko ya kifikra na kimwenendo katika ile jamii, utakuwa umelisaidia taifa kwa kiwango kikubwa sana. Hawa watoto wanapokuja kwako, tunatarajia mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza, tumuone mtoto huyu anapata malezi bora. Naye mwenyekiti wa TAHOSA mkoa wa Iringa Mwongozo Nganyagwa ametaja malengo makuu ya kikao hicho kuwa ni kujadili masuala mbalimbali ya kuboresha elimu na uendeshwaji wa shule za sekondari. Dhumuni kubwa ni kujengeana uwezo wakuu wa shule katika usimamizi bora wa taaluma, malezi na nidhamu. Watoto wamekuwa na vitu vingi sana ambavyo tukishindwa kuvisimamia vizuri basi hawawezi kufikia na kuja kuwa watu wa muhimu sana kwenye nchi yetu. Clement Sanga, Channel 10, Iringa. Wananchi wanaotumia maji kupitia bodi ya maji bonde la Pangani wametakiwa kuendelea kulinda na kutunza maeneo ya vyanzo kwa kushirikiana na mamlaka husika ili kufanikisha juhudi za upatikanaji wa huduma hiyo kwenye nyakati zote yakiwa na ubora unaotakiwa. Taarifa zaidi na Raya Kipingu anatueleza. Bodi ya maji bonde la Pangani inayosimamia mikoa ya Tanga, Kilimanjaro, Arusha na Manyara inawakutanisha wajumbe wake katika bwawa la Mabayani lililopo jijini Tanga kushuhudia uwezo wa bwawa hilo na namna ya kutibu maji kabla ya kuwafikia wananchi. Wakishirikishwa na kupewa kazi mbadala au shughuli mbadala, wataendelea kulitunza bwawa letu. Akizungumzia hali ya uhifadhi kwenye bonde, mkurugenzi wa bodi ya maji bonde la Pangani Segule amesema vyanzo vilivyopo vinahudumia wananchi kwa utoshelevu wake. Kuna jitihada kubwa za watu kutaka kusogelea vyanzo. Kwa hiyo sisi tunaendelea kuimarisha mikakati yetu na hasa kupitia jumuiya zetu za kutumia maji. Miongoni mwa watumia maji kupitia bonde la maji la Pangani ni pamoja na mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira TANGAUWASA ambao wanaongeza kiwango cha uzalishaji maji na kufikia lita milioni 70 kwa ajili ya kukidhi mahitaji ya wananchi na kuwepo na ziada. Tulikuwa na mkakati wa kupanda miti 100,000 kule kwenye chanzo cha maji cha Mto Zigi. Na mpaka sasa hivi tunavyozungumza, sababu mradi unaendelea, tushapanda miti zaidi ya 50,000. Pia bodi hiyo imetembelea mradi wa hati fungani unaotekelezwa na TANGAUWASA. Kutoka Tanga, Raya Kipingu, Channel 10. Na mtazamaji, taarifa hiyo kutoka Tanga ndio inatupasa kwenda kupata mapumziko. Tukirejea tunakuja kuendelea mbele zaidi katika upande wa habari za biashara na uchumi. Endelea kusalia nasi. Hii ni Channel 10 Plus, nami ni Lulu Ali.